Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Tukio hili lililotokea la Padri Charles Hugo Kitima tumelipokea kwa masikitiko makubwa. Niwe mkweli kabisa kwa sababu ni janga la kitaifa. Nianze kwa kutoa pole za dhati kwa Father Kitima binafsi kwa sababu ameumizwa na waliomuumiza walikuwa na dhumuni la kutoa uhai wake kwa sababu wanaonekana ni wataalamu kweli kweli kwenye maeneo ambayo ameumizwa. Pili, nitoe pole kwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki na baraza lote, kipekee wa Katoliki wote kwa sababu Father Kitima ni kiongozi wao, ni katibu wao mkuu, na Watanzania wote kwa ujumla kwa sababu hii ni jamii tunayoishi, jamii yenye maelewano, ni jamii shirikishi, ni jamii tuliokuwa katika misingi ya kuweka utaifa wetu mbele, Utanzania wetu mbele zaidi kuliko masuala ya imani za kisiasa au imani za kidini. Sisi ni Watanzania kwanza, ni watoto wote kwa pamoja, ni watoto wa mama Tanzania. Sasa kwenye wimbo wetu wa taifa tunazo nguzo kuu tatu. Nguzo ya hekima, umoja na amani. Hekima, umoja na amani ndizo zoko kwenye wimbo wetu wa taifa. Kwa hivyo waasisi wetu hawakufanya makosa kuomba Mwenyezi Mungu akawajalia kipaji au kuwajalia maarifa au kuwajalia maono ya kuweka hizo nguzo kuu tatu za hekima, umoja na amani. Sasa umoja wetu umejengwa katika misingi ya tukijulikana kwamba tuna imani za aina mbalimbali. Na unajua sasa imani ya dini ni hisia fulani, ni kitu unachokiamini, uwezo ukakishika, uwezo ukakiona, ni hisia ya mwanadamu. Na kila mtu na imani yake ya dini anaruhusiwa. Lakini serikali yetu hatuna dini. Lakini kama taifa tuna dini. Ndio sababu tunasema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, ni wimbo wetu wa taifa. Sasa hapa tulipofika leo hii tunachezea umoja wetu wa kitaifa. Haki ya uumbaji. Sisi Tanzania tunaheshimu sana katika kanuni kuu ya dhahabu ya mtendee mwenzako unavyotaka kutendewa naye, the new golden rule ambayo ina govern dunia nzima. Sasa hali tuliofikia leo, na ndio sababu nilisema kwa dharura, kwa kuwa Father Kitima kwangu mimi binafsi ni mlezi wangu wa kiroho, ni spiritual director. Kwa misingi hiyo tumevuka mipaka ya hata udugu, ananigusa binafsi. Na Father Kitima tumefanya naye kazi nyingi tu kwa ajili ya uhai wa taifa la Tanzania. Sasa Father Kitima hali ya namna hiyo ilivyompata, na ukiangalia mabishano yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, ukiangalia ripoti ya jeshi la polisi kutoa taarifa kwa umma kuhusu tukio lilompata Father Kitima, matukio mengi yanatia hasira zaidi. Father Kitima ameumizwa ndani ya compound, ndani ya eneo la Baraza la Maaskofu Katoliki. Ni nyumbani kwake, anaishi pale. Hakuumizwa nje. Hata angeumizwa nje, huyu ni kiongozi. Hata angekuwa ameumizwa kwenye maeneo ya wazi, kuna namna ya kulielezea taifa kuhusu jambo hili. Mimi ni washauri polisi tu, wao ni walinzi wa raia na mali zao, lakini Mwenyezi Mungu anawaombea awajalie maarifa waweze kupata hekima namna ya kulinda raia kwa usalama zaidi. Sababu taarifa yao imetoa kejeli na hasira zaidi kwa Watanzania. Taarifa yao imeonyesha kana kwamba ni basi
huyu mtu alikuwa kwenye kinywaji. Yani unahusishaje mambo ya namna hiyo? Mengine yanaudhi, sipendi hata kuyarudia. Hayo hayajengi umoja wa taifa letu, yanazidi kuchochea vurugu katika taifa letu. Ninayasema haya kwa moyo wa dhati kabisa, kwa sababu nakumbuka hasa niseme tukio la hivi karibu kama miaka 10 tu iliyopita, 12 iliyopita, wakati wa mwaka 2012-13, mauaji yalikuwa yanatokea viongozi wa dini hasa kule Zanzibar. Wakina Sheikh Soraga wanamwagiwa tindikali, mapadi wanauawa, makanisa yanachomwa moto Temeke hapo. Hali ilikuwa tete kwa taifa la Tanzania, tete kweli kweli. Unakumbuka balozi wa Baba Mtakatifu kule Arusha Ola City akiwa na askofu Lebulu waliorushiwa mabomu ndani ya kanisa, mauaji yakatokea. Mauaji yalikuwa yanatokea wanasiasa, kila maandamano ya vyama vya siasa huko, maandamano watu wanaumizana, Igunga, Arusha, maeneo mbalimbali. Mwandishi mwenzenu David Mwangosi alivyouawa kule Iringa. Hali ikawa ni tete, ikawa inalipasua taifa la Tanzania. Lakini vyombo vikawa vinasema ni swala la Al-Shabaab. Lakini tulipokaa watu wazima, tulipokubali kuomba ruksa ya nafsi zetu ya Mwenyezi Mungu, tukawa na utulivu wa fikra, tukakaa tarehe 9 na tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka wa 2013, siku ya Jumanne na Jumatano hapo White Sands Hotel, tukiwa na Rais Jakaya Kikwete na uongozi wake na viongozi mbalimbali wa dini na wa kisiasa. Tulilirudisha taifa pamoja, tukazungumza kiutu uzima. Ndio maana dola zote duniani wanasema dola, tabia kuu ya kwanza ya dola ni watu, na suluhu zote zinafanywa mezani, ni mazungumzo. Mauaji yalikuwa yanatokea Zanzibar huko kwenye uchaguzi wakati wa mzee, tangu wakati wa multipartyism ulianza kwa spidi kubwa zaidi, walikaa Amani Karume na Maalim Seif tarehe 5 mwezi wa 11 2009, ile siku ya Alhamisi, wakasuluhisha. Ni mazungumzo, ni meza ya mazungumzo. Kwa hivyo meza ya mazungumzo, mifumo yote inawekwa kwa meza ya mazungumzo, sio kumwaga damu. Sasa damu iliyomwagika ya Fadha Kitima, wengine wakijibu, na inaonekana mwelekeo unaenda huko, chuki zinazojengwa, tutasababisha nchi nyingine, tunaweza tukasababisha, watanisamee, nihitaji hiyo nchi, tunaweza tukazalisha Nigeria nyingine hapa sasa hivi katika Afrika. Na tusiende huko. Niombe chonde taifa la Tanzania, mamia sasa janga hili kiutaalamu kabisa limeshatokea, sio la kuikinga tena, limeshatokea, na ni janga la kitaifa, linagusa taifa letu na linagusa dunia. Tulisimamie vipi? Kanuni kuu ya kwanza ni utulivu wa fikra. Utulivu wa fikra. Ule utulivu wa fikra unakujalia, unapata maarifa yaliyo sahihi, yanayokuwezesha kuwa na hekima ya kupata tiba ya tatizo lenyewe, ya jambo lenyewe, ya changamoto yenyewe. Narudia, unapata maarifa ukiwa na utulivu wa fikra, unapata maarifa yanayokupelekea kuwa na hekima ya namna bora ya kutibu tatizo lenyewe, ya kutibu janga lenyewe. Hapa ni hekima inayotumika, lakini hekima sio ya jazba, sio hekima ambayo unahamaki, sio hekima ya kutoa taarifa ambayo sio sahihi. Ni hekima ambayo natakiwa uhakikishe kila unalotamka, kila unalonena, hasa wale wenye mamlaka ambayo serikali yetu imekula kiapo cha kulinda raia na mali zao. Sio wakati wa kujibizana kwamba hii ni dini, sio siasa, na huko tutokani huko, kwa sababu kila mmoja anamtegemea mwenzake. Ndio maana wewe umechaguliwa kuwa mbunge, umechaguliwa kuwa rais, kitu cha kwanza unashika Biblia, unashika Qurani kuapa nayo. Je, kwa nini usiseme unaingilia dini? Kwa hivyo tunategemeana kwenye nyanja zote. Kwa hivyo tusianze kwenye kubishana, hii ni siasa, huyu ni mbabe, huyu yuko hivi. Hapana. Haki ya mawazo ni haki tuliopewa sote na Mwenyezi Mungu. Haki ya kuwa na fikra tofauti na mwenzako ni haki ya kuzaliwa, na ni haki ya kikatiba. Hata taifa la Tanzania tumeridhia haki hiyo. Kwa hivyo zile haki za msingi, mtu asiporwe haki zao. Lakini chonde wa Tanzania, kwa hali hii tusilipizane visasi.
tutafute majawabu sahihi, sio tutafute majibu, tutafute majawabu sahihi, tukiwa na utulivu wa fikra, tukiwa hatuna hamaki, tukiwa wanasema maneno matamu humtoa nyoka mpangoni. Ndio sababu wanasema anayetumia vizuri ulimi wake atakula matunda yake, lakini anayotumia vibaya ataona athari zake zitakazompata. What you say can preserve life or destroy it, and you must accept or must be ready the consequences of your words. And this is both spiritual na hekima ya kawaida ya uumbaji. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.